Huwezi kumbadilisha mwanamke wa hovyo kuwa mwanamke wa maana. Kama ulimkuta akiwa vibaya, tafadhali mwache hivyo hivyo. Usiwe na matumaini ya kumbadilisha. Kujaribu kumbadilisha mwanamke mbaya sio tofauti na kujaribu kutengeneza kioo kilichovunjika. Utajikata vibaya na kujijeruhi bure wakati unapojaribu kuviokota na wakati vimevunjika vipande vipande. Kama sio wewe uliyemharibu, sio jukumu lako pia la kumrekebisha. Elewa kwamba wewe sio kituo cha marekebisho kwa ajili ya kutengeneza wanawake walioharibika. Kaa mbali nao. Wanaume wengi waliowahi kujaribu kufanya hivyo walishindwa vibaya sana. Waliacha njia hiyo na wakasepa, walishia kuangamia. Elewa kwamba mapenzi si upumbavu. Kama ameharibika, si biashara yako kumrekebisha. Mwanamke mwenye tabia mbaya na mwenendo mbaya hawezi kubadilika kamwe. Mwanamke asiye na heshima, anayezurula kimapenzi na mvurugeni, hawezi kubadilika. Usione dalili hizi mbaya alafu bado uendelee ukitumaini kwamba unaweza kufanya kitu fulani kumbadilisha. Utakufa ise. Utajifunza somo hilo kwa njia ngumu sana, ama mpaka uwe kaburini ndo abadilike, ama uwe gerezani au kwenye upweke mkubwa zaidi. Jihadhari na kuambia tu, kuna wanawake wazuri huko nje, kazi kwako kuwatafuta. Usikubali kitu kilicho chini ya kiwango chako, brother. Mwanamke mbaya atakumaliza nguvu zako, rasilimali zako na amani yako ya moyo. Atachukua kila kitu ulicho nacho na kukuacha bila chochote, isipokuwa atakuachia majuto tu. Atakufanya ujiulize, yani ujiwekee mashaka kwenye thamani yako, kwenye akili yako na kwenye kusudi lako. Atakudanganya, atakutumia na kukuacha pale ambapo atakuhitaji tena. Atakufanya uamini kwamba wewe ndiye tatizo, kwamba wewe hautoshi na kwamba unahitaji kufanya zaidi ili aendelee kuwa na wewe. Ukiona hii, ujue una mwanamke mbaya aliyeharibika. Usitumie nguvu sana kumrekebisha, tumia nguvu kukimbia na kuacha vumbi aisee. Lakini ukweli ni kwamba yeye ndiye tatizo, ila atakufanya wewe ujue kama wewe ndiye tatizo. Na hakuna kiasi cha upendo, hakuna kujali au kujitoa kutakakowahi kumtosha wala kumbadilisha. Mwanamke mzuri kwa upande mwingine anakuwa tofauti sana. Yeye atakujenga, atakuunga mkono hata wakati ulipovunjika mkono. Atakuunga mkono na atakuhamasisha kuwa toleo bora zaidi la nafsi yako mwenyewe. Atakuheshimu, atakuthamini na atasimama na wewe katika hali yoyote mbaya na nzuri. Atatoa yaliyo bora ndani yako, si mabaya tu. Atakufanya ujisikie kupendwa, kuthaminiwa na kuheshimiwa. Atakuwa mshirika wako, atakuona kama mti wa matunda, maana atachuma tu mapera yaliyoiva, ya kuoza atayatoa na kuyatupa mbali. Atakuwa mshauri wako wa karibu na rafiki yako wa kweli. Atakuwa mshirika wako pia. Tunatafuta wanawake wazuri ili tuwaoe, hatutafuti wanawake wabaya ili tuwarekebishe ndo wawe wake zetu. Hapana. Usiruhusu hisia zako zikupofushe. Usiruhusu uwe kipofu kutokuona ukweli wa yeye ni nani. Usiruhusu tamaa yako ya kumwokoa ikuharibu. Jua thamani yako na usikubali kitu kilicho chini ya kile unachostahili. Na zaidi ya yote, baki kuwa mkweli kwa nafsi yako, kwa sababu kila mwanaume anapoumia anajua, na kila anapopuuza anajua. Tuache kupuuzia vitu vya maana na tuvinganganie na kujua ukweli. Tunapoumia tuachane kabisa na hayo mambo. Kumbuka, mwanamke mbaya atapata njia ya kukushusha chini kila wakati. Haijalishi umefika juu kiasi gani, utashuka. Atapindisha maneno yako, atapotosha nia yako na atakufanya uhisi kana kwamba wewe ndiye mwenye makosa. Nakwambia tu ili umjue mwanamke mbaya. Atajitoa muhanga uanguke hata pale ambapo yeye ndiye amesababisha maumivu. Atakugeuzia mada, atakufanya ujitilie shaka, maamuzi yako na thamani yako uione ya hovyo. Lakini usigeuke kwenye michezo yake, jihadhari. Usiruhusu sumu yake ingie ndani yako wala ndani ya nafsi yako, usiruhusu. Mwanamke mzuri sasa yuko tofauti sana na huyu mbwa. Yeye hata hivyo atakuinua hata unapokuwa chini kabisa. Atasherekea mafanikio yako, hata kama ni madogo madogo kiasi gani atasherekea. Na atasimamia na atasimama na wewe wakati wa kushindwa kwako. Atakuwa mwamba wako, sehemu yako salama na chanzo chako cha nguvu. Atakuwa mkweli, mwaminifu na halisi, na atakufanya usijiulize nia zake. Kwa hiyo, chagua kwa busara. Chagua mwanamke anayeongeza thamani katika maisha yako, si anayekupunguzia. Chagua mwanamke anayekuheshimu, si anayekudharau. Chagua mwanamke bora, sio bora mke. Chagua mwanamke anayekupenda kwa jinsi ulivyo, si anayekuhitaji, si anayejitahidi kukubadilisha. Chagua vyema bro. Kama kuna kosa baya maishani ambalo unaweza kulifanya ni kuoa vibaya, fanya kosa lolote, lakini usikosee kuoa. Ukikosea kuoa unakosea maisha. Maana 50% ya maisha yako imebebwa na mwanamke uliye naye.
Chagua mwanamke anayetoa yaliyo bora ndani yako, si anayetoa mabaya. Hakuna namna upende mti afu ukienda kuchuma uende uchume tu chungwa zilizooza na kusema mti huu una chungwa zilizooza. Bro, haupendi huo mti. Anayependa mti wa mapera huchuma mapera yaliyoiva, yaliyooza uyatupa mbali. Ukiona mwanamke anakukosoa kila wakati, ujue huyo anachuma mapera yaliyooza na haupendi huo mti. Kwa hiyo kazi yako ni kumwangusha mtini ama kuoza kabisa, kumalizika na asipate hata ya kuiva moja. Na kama bado hujampata, usikubali. Usikubali mwanamke asiyekuthamini. Usikubali mwanamke asiyekuheshimu. Usikubali mwanamke asiyekupenda jinsi unavyostahili kupendwa. Subiri mwanamke sahihi kwa sababu yuko huko nje, na usisahau kamwe kwamba unastahili yaliyo bora. Hivyo usikubali yaliyo chini ya kiwango. Kama unataka kumaster mchezo wako wa mahusiano, ujifunze jinsi ya kuweka mwelekeo kwa mwanamke. Soma kitabu changu kinachoitwa Siri za Gizani. Niandikie PDF kwenye comment, nitakutumia linki na namba yangu ya WhatsApp hii hapa, nitafute. Utapata kitabu hiki kinachoitwa Siri za Gizani. Hiki ni komesha. Hiki ni sehemu ya pili ya kitabu changu nilichokiandika Kanuni 7 za Kijana Mtukutu. Sasa sehemu yake ya pili hii bakora kabisa. Soma ufaidike mwanaume. Tumia hekima tu utanielewa. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Hii ni EJS Speaker na hapa tunaangalia maukweli ya maisha.